Naam, mwana ukuu wa Mwafrika, kama jinsi tunavyojua dunia iko kwenye taharuki baada ya mashambulizi aliyoyafanya Israeli katika taifa la Iran. Lakini mpaka sasa unaambiwa kuwa naye Mwajemi amelipa kisasi, na kisasi hiki kimekuwa ni kibaya sana, hasa upande wa Israeli. Kwanza nataka nikupe taarifa, alafu baadaye nitaanza kuchambulia baadhi ya mambo ili uweze kuyaelewa. Nitaanza kufanya uchambuzi baadhi ya mambo ili uanze kuyaelewa, kwa sababu tumeona kwanza ndege mbili ambazo Muirani ameweza kuzitungua F-35 ambazo ndizo zimetumika kuingia kwenye anga la Iran pamoja na kuua viongozi wengi wa Iran, ambayo hiyo nitakuja nianze kuichambua hapa. Lakini kwanza kuna taarifa hapa kutoka kwa Profesa Marandi. Yanasema Israeli ilifanya mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo ambayo ilidhani ni ya Irani, lakini kuna mambo kadha wa kadha hapa. Malengo mengi yalikuwa ya uongo, decoys, ambapo anasema yalitengenezwa ili kumpotosha adui. Kwa hiyo Irani walijipanga, walijua kabisa mashambulizi haya wanakuja kushambuliwa. Lakini jambo lingine anasema hakukuwa na milipuko ya pili, jambo linaloonyesha kuwa maeneo hayo hayakuwa na silaha halisi au vifaa vya kijeshi. Hili ni jambo la pili. Jambo la tatu, malengo yaliyolengwa yalidhaniwa kuwa mifumo ya makombora ya balistiki na rada, lakini kwa mujibu wa Irani mashambulizi hayo hayakuathiri mifumo yoyote muhimu. Sasa yametoa pia na tathmini yake au tafsiri yake maana kisiasa na kijeshi au kijeshi na kisiasa, kuwa Irani inaonyesha udhaifu wa Israeli kwa kusema kuwa hata baada ya shambulio hilo hakuna hasara halisi iliyotokea. Mikakati ya kivita Irani kutumia fake targets ni mbinu ya kiusalama inayotumika kuficha vifaa halisi. Na ili naweza kukubaliana na profesa, kwa sababu tunakumbuka kile kipindi cha ilikuwa mwezi wa ngapi? Ilikuwa mwezi wa 4 mwaka 2024 kama mtakuwa mnakumbuka vizuri, ambapo Iran aliamua kulipa kisasi dhidi ya ubalozi wake uliokuwepo kule Damascus nchini Syria. Na Iran kisasi kile alichoamua kukilipa basi ikawa ni ametupa makombora upande wa Israeli, na yale makombora nakumbuka ilikuwa makombora kama 350 pamoja na drones, ambayo sasa ikakamilisha idadi kama 500 hivi. Lakini wanasema mwanzo kabisa alitupa makombora ambayo ilikuwa ni decoys, ambazo sasa haya yalienda kuchanganya mifumo ya ulinzi ya Israeli, na mwisho wa siku wakaweza kuvamia au wakaweza kupenyeza makombora halisi, wakati mifumo ya ulinzi iko bize kudaka haya mambo ambayo hayakuwa, ilikuwa ni mambo ya uongo. Kwa hiyo hakuna kulipuka kwa pili au tunaita second explosion, ambayo amesema kuna maana kwamba hakuna silaha zilizolipuliwa, jambo ambalo huonyesha kuwa mashambulizi hayakuwa na mafanikio ya kijeshi. Kumbuka hapa tunaongelea kijeshi, waachana na kisiasa, tunaongelea kijeshi, maana ndio maana yake iko hivyo. Kwa hiyo katika hivi vita kama mnavyojua, muda ndio utakaoamua nani mshindi, maana sasa hivi kumekuwa na kelele nyingi, Irani kapiga huyu, kafanyaje huyu, lakini kwa sasa hivi mjue kuwa muda ndio utakaoamua, kwa sababu mpaka sasa tunaambiwa Netanyahu ameanza kuongea au kuwasiliana na Putin, kuwa Putin amuombe mshirika wake Irani asilipe kisasi. Yani pamoja na yote aliyoyafanya, anamuomba Putin amshawishi Mwajemi ili Mwajemi asiweze kulipa kisasi, jambo ambalo kifupi haliwezekani. Yani kifupi tu haliwezekani kufanya. Ndio maana Mwajemi akasema sintasikiliza jambo lolote lile. Lakini sasa kuna shida inayoenda kutokea huku upande wa Ulaya. Upande wa Ulaya. Kwa nini upande wa Ulaya? Kwa sababu kuna mlango wa bahari ya Hormuz, ambapo ndipo mafuta yote yanayoenda kwenye bara la Ulaya kutoka Uarabuni huwa yanapita pale, na mlango huu anayomiliki ni Irani. Irani ndio yuko pale. Kwa sasa amesema Irani itafunga mlango wa bahari ya Hormuz, Ulaya itakosa mafuta. Ndio maana kwa dunia inaelekea wapi sasa? Inaelekea kwenye uchumi mbaya, kwa sababu Ulaya ikikosa mafuta, mjiandae huku wengine, kwa kina kwangu pakavu kwako tia mchuzi, huku wengine na nyinyi muweze kujiandaa.
Irani inafikiria kufunga mlango bahari wa Hormuz kujibu mashambulizi ya Israeli. Kamanda mkuu wa walinzi wa mapinduzi Ismaili Kosari amesema Jumamosi. Amesema tuna chaguzi nyingi za kulipiza kisasi dhidi ya adui na majibu ya kijeshi ni sehemu tu ya hatua zetu, Kosari alisema, akiongeza Irani itafanya uamuzi bora na wa maamuzi. Mlango wa bahari ya Hormuz ni njia nyembamba ya maji inayotenganisha hiyo guba ya Uajemi, inayotenganisha guba ya Uajemi na guba ya Oman na pia kuunganisha na bahari ya Arabian Sea. Ni moja ya njia muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta. Mlango huu upo kati ya nchi ya Oman, eneo la Musandam lenye hifadhi ya kijeshi ya Oman na upande wa kusini, na Irani upande wa kaskazini. Takriban 20% ya mafuta ya dunia yanayosafirishwa kwa meli hupitia mlango huu. Ni njia kuu ya usafiri kwa mafuta kutoka kwa mataifa ya Guba kama vile Saudi Arabia, Iraq, Kuwaiti, Qatar na UAE kuelekea masoko ya Asia, Ulaya na Marekani. Na hivyo, kwa hiyo manake wamesema wana njia nyingi za kulipiza kisasi. Wanaweza wakafunga huo mlango wa bahari Hormuz ambako 20% ya mafuta ulimwenguni kutoka Uarabuni inapitia hapo. Sasa haya yanakuja baada ya hivyo, lakini uharibifu uliotokea ambapo Iran amejibu haya mapigo, uharibifu ni mkubwa mno ambao umetokea upande wa Israeli, lakini ni majengo sana ndio yamedhurika sana. Sasa niendelee kidogo hapa kujaribu kuchambua baadhi ya mambo. Hivi Irani ni hata lini? Kwa sababu tulijua kuwa kutakuwa na declaration of war, tangazo la vita, kwa sababu uwezi ukaja kuvamiwa kwako, viongozi wako wakubwa wakauawa, viongozi tena wa ngazi ya juu wakauliwa, alafu bado ukakaa. Yani tulitegemea Irani hapa angetangaza vita vya moja kwa moja. Na sasa hii umeona Irani na Israeli wanapigana. Donald Trump amefanyika kuwa yeye ni mzee wa propaganda. Yanamefanyika yeye ndo huko anaongea, niliwaambia Irani kabla majibu hayajawa mabaya sana. Mimi niliwaambia, fikirieni kabla mjabakiwa na chochote cha kufanya. Lakini hii yote iko hivyo. Sasa unajua habari kwa sababu zinatoka upande huu wa mashariki au magharibi, zinatoka upande wa magharibi na vyombo vya habari vya magharibi. Kwa habari nyingi zinaonekana kama Israeli ndiye ambaye amempiga sana mwenzake, tofauti na mwenzake hivyo alivyovifanya. Kwa hiyo hii inakuwa ni tofauti kwa sababu kama walivyosema kuwa wana njia nyingi za kulipa kisasi, mojawapo waliamua kulipa kisasi kijeshi kwa sababu kweli wametupa makombora. Na ukumbuke Israeli, ndio Marekani huyo by the way. Israeli ana Iron Dome ambazo ziko pale, ambazo ndizo mifumo ya ulinzi inayozuia haya makombora. Lakini je, hii mifumo ya ulinzi itaweza kudhibiti makombora ya ballistic missiles kutokea Irani kwenda kule? Ndio maana unaona hata ule mwezi wa 10 2024, mnakumbuka wakati ambapo Irani tena alifanya tena mashambulizi upande wa Israeli, mifumo ya ulinzi ya Iron Dome, kuna Arrows 3 pale, lakini na mifumo ya ulinzi mingine ambayo wamepewa pale na mingine ambayo Patriots zilikuwa ziko pale, zikaonekana ni useless kwa makombora ya Irani. Kwa ikabidi mifumo ya ulinzi apewe Zelensky, jambo ambalo sasa wakati ambapo Netanyahu anamuomba Putin kuwa aongee na Irani asilipe kisasi upande wa Israeli, asianze kurusha makombora yake, yeye Putin akasema hapana, ataendelea tu, kwa sababu hiyo ilikuwa kama na yeye Putin vile vile anataka Irani aendelee kwa sababu ya kile ambacho huyu Myahudi alikifanya, kumpa mifumo ya ulinzi ya Patriots bwana Zelensky. Kwa hiyo iko hivyo. Sasa swali linakuwa Irani anaendelea kulipua majengo, anaendelea kulipua miundombinu mpaka lini? Huku kwako viongozi mbona wanauawa? Irani mbona huku viongozi wanauliwa sana? Kwa nini wewe uendelee kupiga majengo? Yani hauna njia nyingine, mikakati mingine, hauna mpango mwingine, mpango ni kushambulia majengo. Takiwa adili kwenye nini hapo? Kama juzi hapa jana ilikuwa by the way, amelipua kweli huko upande wa jeshi pale makao makuu, ambapo ndio inaaminika ndio kama Pentagon ya Israeli, yani makao makuu ya jeshi pamepigwa. Nafikiri ndio maana sasa huyu
Netanyahu akawa wamempigia Vladimir Putin kumuomba kuwa amshauri Irani asilipe kisasi. Yaani wewe ushambulie kwangu, alafu niambie nisilipe kisasi. Umeniulia viongozi wa ngazi za juu, unaniambia nisilipe kisasi. Umesababisha hasara, unaniambia nisilipe kisasi. Kwa hiyo kifupi wanasema hii vita hivi ngoja tuone, kwa sababu Myahudi amesema wiki 2 ataendelea kushambulia na ndege ameziweka hapo angani, na upande wa pili Irani naye amesema amejipanga na hii wameita operation Promise Truth 3, hii operation ambayo ya kuanza kulipa kisasi. Kwa hiyo ndivyo tunavyoona, lakini tungetamani sana mimi na wewe vita hivi vingekuwa havipo au vilishaisha jana, lakini sasa utafanyaje? Kwa sababu kuna watu wananufaika kupitia vita, kuna watu kula kwao ni kupitia vita. Kwa hiyo tungetamani sana vita hivi visingeendelea kuwepo, vita hivi vingeisha, lakini hatuna namna ya kufanya, ndugu zangu. Kwa tuendelee kuombea amani ya dunia, kwa sababu sasa kule vita vikipiganwa huku tunakaa tunashabikia, na kama hivi Mwajemi amesema ataweka kikwazo kingine kwenye mlango wa bahari Hormuzi, kuwa hapo meli hizo zisipite za mafuta, manake uchumi tutegemee utayumba. Hususan mataifa ya Afrika ambayo yanategemea sana vitu kutokea Ulaya huko na mambo mengi kutokea Ulaya, uchumi utaporomoka. Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika, ninawashukuru.